Kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 13, huo ndio mlango wa mwisho. Kichwa cha somo la leo kinasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Kama utangulizi tumesomewa mlango wa mwisho wa kitabu cha Wakorinto wa pili na tumeona mistari iko 14. Mistari 14. Kama rejea tu mlango wa kwanza mpaka mlango wa 14 mpaka mlango wa 13 actually tumeona jumbe nyingi sana ndani ya kitabu na tumekaa humo kwa muda mrefu kidogo, lakini tulienda pole. Kuna milango mingine tulikaa humo kama wiki 3, milango kadhaa kama 4 hivi, ili kusudi tusiache mstari, tusiache hoja. Lakini hatimaye tumeweza kufika hatima au hitimisho au mwisho. Tuliona jumbe nyingi sana, uwezo kusema zote, lakini kubwa zilizojitokeza kabisa kwenye kitabu cha, nafanya rejea tu ya kitabu chote kwa sababu leo ni mlango wa mwisho. Tuliona habari za utumishi. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe mkubwa, utumishi, ambao mara nyingi unakuja pia na kama mateso na adha na dhiki, lakini ambao ndani yake kumejawa na furaha. Na hayo ndio maisha ya Mkristo wa kweli. Furaha yetu isijengwe juu ya vitu, isijengwe juu ya mazingira rafiki sana katika dunia hii. Ijengwe juu ya kuambatana na Kristo katika shida na raha. Ngoja nikwambie, hata ukitaka kuwa na rafiki mzuri, rafiki mzuri ni yule ambaye mmepitia katika hali zote pamoja. Huwezi kuniambia kama mtu ambaye mmekutana kwenye sherehe ya harusi, mkala nyama, mkashiba, mkafanya nini, eti ndo rafiki yako? Hapana. Yule ambaye mmepita wote kwenye matatizo. Kama labda ni swala la kimahakama, mmeenda wote mahakamani, labda mmeenda wote polisi, labda mmepitia katika kupungukiwa, ukamsaidia akakusaidia, mkapitia katika hali zote, katika mvua na katika jua, katika giza na katika nuru. Hapo ndipo ambapo unaweza kusema kwamba huyu ni mwenzangu. Na hivi ndivyo ilivyo hata katika vitu kama ndoa. Kuna ndoa nyingine zinakuwa nzuri tu wakati bado mambo yanaenda vizuri. Mmoja akifukuzwa kazi au mmoja akipata matatizo, ndoa imeishia hapa. Ni uongo, ni maisha ya uongo, fake. Kwa hiyo hiki kitabu kimetufundisha kuambatana na Kristo hata katika taabu na dhiki. Lakini vile ndio tuliona kuna habari za faraja. Lakini pia tuliona kwamba kumfuata Yesu Kristo sio maisha mepesi kwa macho ya nyama. Ni kujikana. Inaenda sambamba na Yesu aliposema mtu akitaka kunifuata, anasema mtu asiyejitwisha msalaba wake na kunifuata kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Amen. Kwa hapa Tanzania ukitafuta wanafunzi wa Yesu Kristo hupati wengi. Sio wengi. Watakwambia sisi ni wanafunzi wa Yesu si nini, lakini ni kujisema tu. Ndio wale ambao kukutana na Yesu Kristo. By the way, kwa wanafunzi wa Yesu Kristo siko kumaanisha kwamba ndio tumeokolewa. Hapana, kuokolewa ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kuna watu wengi Yesu Kristo alipokuja duniani walimwamini lakini hawakuwahi kufuatana naye. Hawakuwahi kuwa wanafunzi wake, lakini walimwamini. Hata Yohana, kuna Mafarisayo walisema, Wayahudi tu ukisoma mwishoni mwa kitabu cha Yohana cha mlango wa ni mlango wa 10. Anasema yule Yohana Mbatizaji hakufanya muujiza wowote mpaka tumfuate au nini, lakini kila alichokisema kuhusu mtu huyu kilikuwa ni cha kweli. Walikuwa wanakiri kimya. Wewe watu wakisikia tunavyohubiri wanakiri kimya kwamba tunaongea kweli iliyonyooka, wasiweza kufanya kufuatana na sisi. Lakini kukiri kwamba haki ya Mungu ndio iko hapa, watakiri. Kwa hiyo tuliona katika kitabu hiki kwenye milango yote 13 ambayo wa mwisho tunaona leo. Mlango wa leo kichwa cha somo kinasema jijaribuni wenyewe kwamba mmo katika Kristo, mmo katika imani. Hii imetokana na mstari wa 5 ambao tutaona wakati tunahubiri. Hoja kubwa ya mlango huu wa leo. Hoja kubwa ni kujipima. Unajua kitu cha kwanza
tunazaliwa kwa kuliamini jina la Yesu Kristo na kulikiri kwa kinywa. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza, yani majina yanakuwa yameandikwa mbinguni. Jina haliandikwi Jumatatu likafutwa Jumanne, Jumatano, sio ile ambayo nakwambia siji ukitoka kwa umeabudu kisanamu cha Maria sehemu fulani ndo ukifa hapo ndo unaingia mbinguni. Ukimwamini Bwana Yesu Kristo ni mara moja imepita. Lakini kuna kuamini bure. Ukaamini bure. Ukaamini bure. Mara nyingi, sio mara zote, lakini mara kadhaa mtu anapozaliwa mara ya pili ingetegemewa na akawa naenda kanisani, ingetegemea akue kiroho vile vile na kimwili. Vitu vinaenda pamoja, maana vyote vinatengeneza nafsi moja. Lakini anachotaka kusema kwenye huu mlango wa 13, kujijaribu mwenyewe kama umo katika imani au basi umeshakataliwa. Ukadhani umo kumbe haumo. Na mtu mwingine anaweza akanani akaamini mara upya baada ya kujipima kama hii hapa nilipo najidanganya. Hapa niko kwenye dini tu, sina Kristo. Baada ya kujijaribu kasema ngoja nimtafute Kristo anapopatikana maadamu anapatikana. Ndicho anachosema. Tusiwe wale wa Kristo, ujumbe huu unaosema wa leo mlango wa 13. Tusiwe wale wa Kristo wanaopuyanga tu, unaenda haujalishe hujui na nini. Pima, jijaribu mwenyewe kama uko katika imani au la, ulishakataliwa uombe upya. Amen. Ombe upya. Kwa mfano mtu akitokea akalisikia jina, tumekuwa tunapeleka injili sehemu nyingi au wengine tunawapeleka kwa injili kwenye mtandao na nini. Siku hizi injili ya mtandaoni ina nguvu sana. Inafikia watu wengi sana, nimekuwa napata reaction ya watu wengi sana. Mtu wa namna hiyo ambaye hakuweza kukanyaga kanisani akaliamini jina la Yesu Kristo, lakini baada ya hapo akawa hajui kusoma, hajui kula. Kwa sababu kitu kisichokula kinakuwa, kinaongezeka. Hata mti unakula mbolea, unakula madini, virutubisho. Ndio sababu unakuwa, unaongezeka. Jiwe ndo halikui na nini, vitu kama hivyo. Sasa ikitokea mtu, somo la leo ndicho ninachotambia. Tutaliona. Kitokea mtu umesikia habari za Kristo, umezaliwa katika familia ya Kristo, ukajiambatanisha, ukajitanabaisha na Ukristo na imani katika Yesu Kristo. Halafu ukajikuta hukui, lakini unaingia kanisani, unatoka, vyeo unakabidhiwa, unachaguliwa kwa mwingine, lakini ukiangalia hujui neno, hujui nini ufanye nini. Unaweza kuwa uliamini bure, uliamini kwa akili ya wanadamu, lakini roho wa Mungu hakuwahi kupenya ndani yako. Lazima sasa kama mmo makanisani wa Korinto, ninyi wa Kristo wa Kitanzania, kama mmo makanisani mnalala humo mnaamka humo, neno la Mungu limeshindwa kupenya, hujui kweli. Anasema mtu wa Yesu alisema kondoo wangu huisikia sauti yangu. Mtu aliyezaliwa mara ya pili ndio kondoo wa Kristo. Hivi kwa somo la wiki la jana. Kwenye Zaburi ya 23 kondoo wangu. Ukajikuta mtu umo kwenye dini, ulibatizwa na jina la Kikristo ukapewa na kila kitu, lakini mambo ya Yesu haya, na uko sio kwamba umeachana na uko mbali na kanisa, unaingia huko, lakini hukui, hufanyi nini. Anasema ni muda mzuri wa kujitafakari upya. Na sasa mbona unasema vitu wakati mwingine kama havituvutii? Kwani kuna mkataba kwamba unatakiwa kwenda kanisani ukavutiwe? Ndio mkataba. Mkataba ni kwamba ukienda kanisani uambiwe kweli, na kama kweli unajua maana ya neno kweli, kwa kawaida kweli huwa ina tabia kuuma hapa na pale. Na nadhani kwa mtu mzuri maneno haya yanayosema sio maneno ya kuumiza. Ni maneno mazuri ya kweli, yenye rehema, yenye neema, yenye kukuombea, yenye kibali cha Mungu. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utangulizi kuona huu mlango na hata kitabu chote. Sasa tuende katika ule mlango wenyewe. Tusome ile mistari na tutaogoa katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza tunachoanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6 kitakuwa kinaongelea habari za kukamilika au kukataliwa. Ndio hoja hiyo ambayo inabeba kichwa chote cha mlango. Anasema kamilikeni. Muweni kabisa, ukimuona mtu namjua kabisa huyu ukisoma kwa Matendo ya Mitume 13, Matendo ya Mitume 4:13.
akina Petro walionekana wana ujasiri, wanajua kweli. Wayahudi wakaanza kuulizana wakasema watu mbona kama hawajai kusoma, hawana shule, hawana chochote, lakini unaonekana wamekamilika, wako vizuri. Ndio wakatambua kwamba walikaa pamoja na Kristo. Aliwaambukiza ile hekima ya Kristo. Bila haijalishi kwamba alienda shule, hawakwenda shule. Kwa hiyo na sisi tujijaribu, kama tumekaa na Kristo basi tukamilike sawa sawa na Kristo. Sehemu nyingine anasema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Unakuta mtu ni Mkristo lakini amejawa na kinywa chenye umbea kupitiliza. Amejawa na chuki kila wakati. Hana mtu anaweza kumfurahisha katika dunia hii, labda maana mtoto aliyemzaa naye ni wa umri mdogo, akishakuwa mkubwa anachukiana. Unakuta mtu wa namna hii lakini unamkuta na vyoo kanisani kama 3-5. Huyo ni wa dini, sio wa Kristo. Kwa hiyo anasema jijaribuni wenyewe. Jaribu kukamilika. Mlingane Kristo, mfanane Kristo, au la rudi nyuma ujipime upya kwamba ni wapi niliingilia mlango usio sahihi. Niliingilia kwenye mlango wa dini. Nilienda kwa hekima za wanadamu, mtu aliongea nikapendezwa na suti yake na nini, nikamfuata kwa sababu hiyo, nikapendezwa na ahadi za miujiza na nini, lakini sikuwa na Kristo. Amen. Uanze upya. Amen. Na niko pamoja na mimi. Amen. Yes. Mimi nilipokuwa naanza kuhubiri hapa, nilianza upya. Nishakuwa na dini za Katoliki humo, dini za Kilokole humo. Nikakaa humo mpaka nilikuwa nimeshakuwa mwalimu maeneo mengine. Lakini kile kitu kilikuwa kimepinda, ilikuwa uongo. Ilibidi nianze upya jeni kwamba anajisifia. Hii ni kauli ya kujisifia. Hapana. Ngomba tu Mungu anatupa neema ya kuanza upya kila siku. Kile kitapo leo. Basi twende katika ile mstari. Mstari wa kwanza anasema hii ndiyo mara ya 3 ya mimi kuja kwenu. Kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno litathibitishwa. Paulo anaenda Korinto mara 3. Tushasema ni kanisa lilimsumbua. Na sisi tunasumbuana vile vile. Na sisi tunajisumbua vile. Lakini nilimsumbua kuliko makanisa mengi yanavyoonekana. Lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa limejawa na majungu na mgawanyiko. Wengine wanasema sisi ni wa Apollo, sisi ni wa Petro. Wakati yeye ndo ameanzisha ule ujumbe ile kanisa na nini. Kwa hiyo anawaambia sasa ninakuja mara hii ya 3. Nishakuja mara ya kwanza, nikaja mara ya 3 nitakapokuja. Kwa lugha nyingine anasema huku mbele atakuja asema sitasamehe. Sitasamehe. Nitakuja tuseme nitumie neno la Kiswahili. Paulo aliamua kuwatolea uvivu. Anasema sitasamehe, tutaenda kwa ushahidi. Na alitumia kanuni ya Biblia iko kwenye Kumbukumbu la Torati, sidhani kama kuna Kumbukumbu la Torati 19:15 sina muda kwenda huko. Ambapo ukitaka kumthibitisha mtu kama amekosea ama kuna makosa yanamtupa mtu nje ya kanisa, ulevi, uzushi, uchonganishi, uasherati, uzinzi, makosa kama haya yanatakiwa atupe mtu nje ya kanisa ili kusudi aenda na mtu akishatupa nje akitengwa kweli shetani anasema njoo. Sio ulikuwa umenifanya umenikimbia huko kule na kule wameukataa njoo nikupe nikupe nani? Nikueleweshe maana ya maisha. Fuozi kwa mtu kama mtu amemkiri Yesu Kristo utapigwa lakini huwezi ukatoka mikononi mwa Kristo. Utapigwa mwili lakini roho iko guarantee. Nategemea. Na kama sasa mtu alikuwa kanisani na hakuokolewa, aliamini bure, basi ndipo kweli anaweza kapigika na kweli. Kwa hiyo Paulo anasema mimi nitakapokuja nakuja kuchukua hatua. Sitaki kufuga kanisa lenye machungu, lenye uzushi,
lisilo na umoja. Yaani kuna hivi unajua kuna watu wanaweza akaja akavunja kanisa kabisa. Ilikuwa na watu 50, 100, 200 akaja akalikata likabaki sifuri. Bwana anasema sasa mimi nitakachofanya nitakuja nipambane na hao watu na nitatumia kanuni ya Biblia Kumbukumbu 19:15 vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Yaani watu wawili kwa muda tofauti nikasema okay wewe niambie nani alikuwa analeta uzushi alikuwa anasema huyu na nini akavunja kanisa watu waondoke na nini. Nikisikia huyu ameniambia nikauliza na mtu mwingine wa kanisani ushahidi wa kweli. Wawili kwa wakati tofauti wakakubaliana nikasikia kauli zao ni moja nitajua huyu mtu ni kweli. Lakini nikusikia mtu na hii ni kanuni nzuri. Ukienda leo hii mtu anaweza ukakutana na mtu amekunja mdomo umefika mpaka kama wa kuku. Amekasirika kumbe amesikia uzushi wa mtu mmoja naye wa uongo. Lakini anasema watu mpaka wafike wawili mpaka watatu. Wote wakubaliane na sio kwamba wako sehemu moja wanateta mtu. Unakutana mmoja kwa wakati wake anakuambia kitu kile bana hapa fulani ndiye anafanya hivi. Na siku ni tarehe ngapi fulani, mwezi ngapi haya. Mwingine na kwa hiyo kanuni hiyo ndio Paulo alikuwa anasema ataenda kuitumia. Kuitumia fanya nini? Kuwachukulia hatua. Nani yuko pamoja na mimi? Anasema sita ninapokuja mara ya tatu sita mstari wa pili anasema nimetangulia kuambia na kama vile nilipokuwapo mara ya pili vivyo hivyo sasa nisipokuwapo nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na sasa na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia. Tunachojifunza hapa ni mambo mengi. Moja ni hilo kwamba kichwa kidogo kinachosema nenda kakamilika katika Kristo au jipime uanze upya. Lakini usipuyange humo katikati. Koma jifunze jua mambo ya Mungu, jua kuomba, jua utumishi. Kama ni mwanaume, fika sehemu anze kuwafundisha wengine, soma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Ukue. Kristo anataka watenda kazi, anataka askari wazuri katika vita vya imani. Anasema kuwa. Amina. Mtu anahangaika na usingizi hapa. Simama kwanza tu. Tena nalala kuanzia saa 3:30 mpaka lakini usingizi haujawahi. Kwa hiyo anasema sasa ujumbe tunaopata ni wa kwanza ndio huo kwamba ni sisi tujijaribu. Of course kwa msaada pia wakati mwingine wa viongozi, watu wanaotutangulia, wanaotufundisha, wanaotuonyesha njia na nini. Lakini si mtu mkubwa kabisa kujaribu ni mimi mwenyewe, mtu mwenyewe binafsi. Lakini kitu kingine tunachojifunza ni kwamba wewe ambaye ni mwangalizi, labda ni kama Paulo alikuwa mtume wetu. Bembeleza watu, fanya nini ikifika sehemu chukua hatua. Paulo anasema sasa nishakuja mara ya kwanza sikufanya kitu. Ini wabembele. Mara ya pili nikawapa tahadhari kwamba bwana nitakapo hatua itafika. Anasema sasa nakuja mara ya tatu. Na natanguliza andiko litangulie liwaandae. Ifike sehemu fulani tuchukue hatua. Hii ina apply hata katika familia zetu. Ni vizuri kuwatahadharisha watu. Unajua makosa yanafanyika. Binadamu wote ni watenda makosa. Lakini vile vile kuna wengine ambao ndio viongozi wengine bana ili tusifanye. Ili tufanye, ili tusifanye. Sasa yule asiyeelekea kuendana na ile falsafa au na ule mwongozo, Biblia inasema afike sehemu fulani, athibitike, achukuliwe hatua. Amina. Twende mstari ule wa 3 anasema hivi. Mstari wa 3 anasema nafikiri tumejifunza. Hao hatujifunza. Kujijaribu mwenyewe, kujipima mwenyewe, lakini ikilazimu kwamba sasa yule kiongozi au yule mwangalizi vyote vile utakavyomuita ni kama mtoto ndani ya nyumba anatakiwa mwenyewe ajipime, wakati mwingine ajifunze ni kazi za kufanya mwenyewe ndogo ndogo za nyumbani, ajue hiki nafanya hiki na hiki
sio lazima kila wakati anaambiwa wewe nenda kafanya hiki, nenda kafanya hiki, nenda kafanya hiki. Lakini unajituma mwenyewe, unajijaribu mwenyewe, unajiongoza mwenyewe. Hakuna kitu kizuri kama kujiongoza mwenyewe. Usisubiri uongozwe. Nenda kafanye hiki, nenda kafanye hiki. Mstari wa 3 anasema. Mstari wa 3 anasema. Anasema kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu bali anaweza ndani yenu. Anawarudisha nyuma kule ambako wamekuwa wanasema Paulo ni dhaifu, hana nguvu za Mungu, ni mtume wa kujipachika mwenyewe. Maneno hayo anasema mstari ule wa 3 anasema kwa kuwa anasema mimi ninakuja kuchukua hatua. Hicho tulichosoma mstari wa kwanza na wa pili. Anawakumbusha kwamba anasema okay, inawezekana mnanichukulia kwamba mimi si ni mtu dhaifu. Mtasiweza. Na nyuma alifika sehemu fulani akamwambia anasema ijapokuwa sijui kunena lakini nina maarifa. Inawezekana sijui kunena vizuri lakini ninayo maarifa. Hata kama nikisema kwa kigugumizi ujumbe utafika kwa sababu ninao. Amina. Wewe ijapokuwa sijui kuchekesha. Na sijui hapa kuchekesha lakini nina ujumbe. Nina ujumbe na maarifa. Kwa hiyo anasema kwa vile mnaniona ni dhaifu, sasa nawaambia kwamba nikija sitahurumia. Na huo udhaifu mnaoona ni kwa sababu ya ninamfuata Kristo ambaye alikuwa na nguvu zote na mamlaka zote lakini akajitiisha chini ya mamlaka za duniani. Anasema napita njia hiyo. Ngambie Wakristo tujifunze. Wewe labda ni mke, unapomnyenyekea mume wako sio kusema kwamba unaogopa sija akakupiga ngumi. Ni kwa sababu tu Mungu ameelekeza hivyo. Unapomtii mume wako. Na wewe mwanaume, labda mwanaume na mimi ni mwanaume. Unapokuwa tayari kumfia mkeo au kuumia kwa niaba yake, si ndio Biblia inatuambia? Sio kwa sababu ana thamani kuliko wewe. Sio sababu. Au unaposema kwamba leo hii ukimuuliza mzazi yote yule akasema kwamba ikitokea mtoto wako augue au wewe uugue, utachagua wewe ugue badala ya mtoto wako? Lakini si ndio mwenye kuumia wewe zaidi kuliko so akiumia wewe katika ile kadogo usingeweza kusikia maumivu yako kwenye mwili wake. Lakini kwa sababu ya ule upendo uko tayari kuugua kwa niaba ya mwanao. Si ndio? Sio kwa sababu mtoto wako ana thamani wewe huna thamani. Hapana. Ni kwa sababu Mungu ametuumba ili kusudi tuchukuliane. Paulo anambia msinione huu udhaifu wangu mkadhani kwamba ni udhaifu tu, ni kwa sababu nimeamua kupitia njia ya Kristo aliyopita. Na ninyi ningetegemea mpite humo, ndio sababu nawaambia mjijaribu muone kwamba mko ndani ya imani ya Kristo au mko duniani tu mmejipachika Ukristo. Mstari wa 3 kwa kuwa mnatafuta dalili ya Yesu Kristo akinena ndani yangu. Anasema ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni mstari mmoja naopenda, unajua tena kwenye Biblia kuna sehemu anasema mstari ule wa Hii mlango wa 10. Sikumbuki. Nitaangalia. Kuna sehemu anasema hili ndilo jawabu langu. Mstari wa 3, ni mlango wa Wakorintho wa kwanza 9:3 anasema hili ndilo jawabu langu kwa wale wanao niuliza. Yaani wanakuwa kama hawa, kama wananipinga. Anawaambia mimi sihitaji sifa za wanadamu. Sihitaji kitambulisho, sihitaji
cheti niende nikaitwe Dr. Fulani kusudi ndio niweze kuwa askofu wenu kuwahubiri. Anasema mimi kazi yangu ni ninyi. Watu mliomkiri Yesu Kristo ambao mlikuwa ni watu wa mataifa, nikawahamisha kutoka katika giza la dunia hii na shetani wa ulimwengu huu kuingia katika nuru ya Yesu Kristo, na hapa naishi katika wokovu. Anasema hiyo ndio CV yangu. Kwa hiyo sihitaji kupiga kelele na kuja nimejivalisha mavazi na kuja na miujiza na vinani. Leo ile miujiza mingine ni kwa ajili tu ya kuwafanya watu wamuogope. Ndicho anachosema. Tuunganishe na ile hoja na mstari wa 3 anasema, mstari wa 10 wa Korinto wa 2:15 anasema, kwa kuwa mnatafuta dalili ya Yesu ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu ndani yenu bali anaweza ndani yenu. Leo hii ukiuliza watu wa dini zao, mitume na manabii, na hata wakuu wa hizi dini za makazu haya, ili kusudi aweze kuonekana ni mtumishi wa kweli, kipimo chake ni nini? Ni miujiza feki? Ni yale mavazi? Lazima atembee amevaa mavazi tofauti na ninyi. Kinywa chake hakitoshi. Maneno anayosema, ujumbe, nguvu za roho wa Mungu hawana. Kwa hiyo lazima ajitande, ajivalisha mikufu, aweke mkofia mkubwa, akitembea mseme huyo ndo mwenyewe. Paulo anasema mimi hivyo sivihitaji, kazi yangu inanithibitisha. Yesu alisema iwapo hamtaki kuniamini mimi, aminini basi kazi. Hivi wewe ukuulize, kule kuvaa mikofia iliyochanika juu, iliyopasuka mbele na nyuma juu, na mishuka mikubwa na mikufu na nini, vitu vyote vile, ile ni kazi, ile si vazi tu. Muulize anachokisema. Leo muulize mtu labda ni askofu lao likaanza kuhubiri pale, leo kafundisha nini? Sana kama wakati wa uchaguzi atakwambia uchaguzi. Ni hilo tu. Lakini muulize Mungu anasema nini katika kitabu cha Esther? Hajui hata kama kitabu cha Esther kinakaa wapi. Hajui. Sasa Paulo anasema mimi sitaki kuja kwa mavazi makubwa na mikufu na nini. Ninakuja na ujumbe. Mstari wa 4 anasema maana alisulibiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tu dhaifu katika yeye, lakini tutaishi pamoja naye kwa nguvu, kwa uweza wa Mungu ulio kwenu. Anawakumbusha kwamba mnaponitafuta nionekane ni mtu mwenye labda nguvu za kimwili, nafanya miujiza. Wewe miujiza ya kweli haiji kwa mipango ya wanadamu. Akina Petro walipokuwa anaenda hekaluni kwenye kitabu cha Matendo mlango wa 3, wakutana na yule ombaomba. Walivyomuinua, walivyomnyanyua, hawakuwa wameenda kwamba tunaenda kufanya miujiza. Walifika pale Mungu akaona kwamba huu ni muda wa kufanya miujiza na ni wakati mwafaka, akawapa ile nguvu. Lakini leo mtu anakuambia, "Hebu leo njoni leo tukafufue." Wewe ndio umejipangia. Haya, tuambie wewe ni kanisa la ufufuo si na kama tatizo na mauti, maana sio uzima ule. Ule ni mauti. Hem, tuambie ufufuo na mauti, maana sio uzima. Ulishawahi kumfufua mtu gani mmoja anayejulikana nchi ya Tanzania nzima? Mpaka ukajipa jina la ufufuo. Okay, unajua kuongea siasa, no problem. Bungeni umeenda, no problem. Hela umekula kinua mgongo cha milioni 100 kama wanasiasa wenzao. Lakini kanisa hilo la ufufuo umefufua nani mmoja kabisa tu mtaji? Yesu alifufua Lazaro. Hakuna. Sasa wanatafuta nguvu kama hizo za kujipachika. Sisi tunafufua na nini. Panasema hizo msizitegemee kwangu. Hizo sio nguvu ninazo za Kristo ndani yangu. Nguvu za Kristo ni ule udhaifu. Anaenda kasimama kule nyuma kidogo, alafu tarudi. Naona usingizi umefika baba. Haya, simama. Amina. Waya anasema anaambia Kristo
ule udhaifu uliokuwa ndani ya Kristo. Anasema Kristo akajinyenyekeza hata mauti ya msalaba. Na katika huko kujinyenyekeza na katika udhaifu ndipo nguvu, ndipo ushindi ulikopatikana. Ushindi haukupatikana katika mitutu wala mieleka au kupigana fanya, hapana, ulipatikana katika mauti, katika kumwaga alipo mwaga maji na damu kwa pamoja, alitakasa akasamehe. Maji yanaosha, damu inasamehe. Amina. Mstari wa 5 anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Ndipo huu ni mstari wa 5 na ndipo kutoka kichwa cha somo. Jipimeni wenyewe. Natamani nitumie maneno yaeleweke zaidi, lakini inawezekana ni vigumu sana kueleweshwa na damu zaidi. Ni uwezo tu nilio naishia hapa, siwezi nikasema zaidi hapa. Naendelea kuhubiri, lakini hii hoja siwezi nikaeleza zaidi hapa. Lakini ufupi wake ni kwamba wewe ni Mkristo, umesikia habari za Kristo, umebatizwa kwa jina la Ukristo, umefanywa nini, lakini hukui katika ndani ya Kristo, hujui neno la Mungu, hujishughulishi, unaweza kuona dini zako, una vyeo kwenye dini, una kila kitu. Hiyo ni kipimo kwamba unahitaji kujitafakari upya. Siku moja tulipokuwa tunatembeza injili mitaani tukakutana na kiongozi wa dini moja. Nafikiri ni hawa wa pale nani. Ni kwa Mwingira. Nasikia alikuwa ni mkuu wa kanda ya huku. Amegawanya vyeo kanda. Tukamuuliza kusema mpinga Kristo ni nani? Anasema mpinga Kristo. Sijui. Wewe si mkuu wa dini? Si imeandikwa kwenye Biblia sehemu nyingi, imeandikwa katika Thessalonike wa pili nini? Unajua ilipoandikwa. Sasa anasema mimi sijui, sasa nitajuaje imeandikwa wapi? Wewe si ndio mkuu wa dini, sasa unawafundisha watu gani? Haina tofauti na Yesu alipompa injili Nikodemo kwenye mlango wa 3 wa kitabu cha Yohana. Nikodemo Yesu anamwambia usipozaliwa mara ya pili usahau mbingu, huwezi kukanyaga huko. Sasa nitazaliwaje sasa mimi? Anasema wewe si mwalimu wa Israeli, una kama dhabahuni. Sasa unawafundisha kitu gani? Ni kama mwalimu muulize mwalimu wa hisabati mwambie mtu ambie simultaneous equation ya form 1. Anasema siyo kuisikia. Unafundisha nini sasa wewe? Leo hii ukimuuliza mkuu wa dini ukasema mpinga Kristo, nabii wa uongo, kahaba, anayetembea juu ya farasi mwekundu kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 17 viko wazi. Ni nini anakuambia si hata kuvisikia. Unafundisha nini sasa? Leo hii ukichukua Wakristo 10 ukawaambia mtu anaokolewaje, anafikaje mbinguni? Katika Wakristo 10 ukichukua wale viongozi wao, katika 10 anaweza kuambia anacho maana ya wokovu anaweza kawa ni mmoja. Yaani hilo ndio somo la kwanza kabisa kwenye Ukristo. Amen. Nje ya hapo hakuna somo. Katika 10 atakwambia mmoja. Atakwambia uishi matendo mazuri, hakikisha unakufa katika mazingira mazuri. Majibu ya uongo kabisa. Amen. Lakini wamejaza na katika mapanya huo. Sasa ndicho Paulo anamwambia asema sasa kabla mambo hayajafika mbali, hebu jipime upya, jijaribuni. Muangalie je, mna Kristo, mna roho wa Kristo? Roho wa Kristo ndio anawajulisha kweli hii yote iliyofumba macho yenu hamuoni. Kama ni la sivyo mmekataliwa. Hapa kuna neno maarufu sana kwenye Biblia ambalo watu naweza kusema hawaelewi. Ni neno muhimu sana. Neno linaitwa kwenye lugha ya Kiingereza reprobate doctrine. Reprobate ni watu waliokataliwa. Yaani watu ambao Mungu anafanya sehemu fulani anasema siwataki. Wakiwa bado hai. Yaani mtu kwa mfano nabii, wale manabii wa uongo kabisa ambaye anaenda anajua anafundisha uongo, wengine mpaka wanatumia nguvu za giza madhabahuni. Mtu kama yule anakuwa ameshatoka kwenye hatua. Hao manabii waliojaa hapa Dar es Salaam walio wengi wako kwenye hilo kundi.
hana uwezo wa kupona tena, anasubiri tu muda wa kuondoka duniani asimame kwenye hukumu ya mwisho. Ameshakataliwa. Na anazalisha wakataliwa wengine, kwa sababu mtu huwezi ukapa watu kitu ambacho huna wewe. Of course je, ni wote watakao kataliwa kama wengine wanapona. Wengine Mungu atawaopoa katikati yao. Lakini kwa hiyo anawaambia ninyi na vile vile ni kundi pia la Wakristo ambao wamekaa katika imani. Unaweza kukutana mtu tuchukulie tulikuwa unaweza kwenda kukutana na mbibi au mbabu miaka 70 80. Unamkuta amekaa kwenye dini kwa muda wa miaka 60. Lakini maana alianza kusikia mambo ya dini ana miaka 12 13. Miaka 70 yote yuko anasikia dini. Ukamuuliza uokovu umeokoka, asema sijui maana ya wokovu. Sijui. Na akakwambia hakuna wokovu duniani. Wokovu nitakutana nao mbinguni huko. Nini maana ya wokovu hajui. Au majibu analokupa asubuhi ndio hawezi karirudia mchana. Na yani anapuyanga. Na amekaa miaka yote 70 80 humo katikati Mungu alimletea watu wenye injili ya kweli akaikataa. Atakuwa aliikataa tu. Mungu hawezi kukuacha hivi. Lakini wewe ukakomalia humo labda unatafuta vyeo, unatafuta nini na nini, unakaribia una miaka 3 4 kuondoka duniani. Wewe kwambie mtu wa namna hiyo sio rahisi aweze kuokoka tena. So muda ni sana mtu amefikisha miaka 80 hajui kusoma na kuandika, aseme kwamba anataka kujifunza kusoma na kuandika. Ataweza? Anakuwa alishakosa alipokuwa mdogo. Alishaacha alipokuwa mdogo. Sasa muda unafikia sehemu fulani hawezi tena. Na macho hayaruhusu. Na moyo haupokei. Kwa hiyo anasema jijaribuni mjione ili somo linakuhukumu wewe. Hapana, hili somo linakwambia madam bado unapumua. Madam bado hujapingana na Yesu. Na ninyi mlioko hapa mimi sina shida. Lakini siongee na ninyi tu. Naongea na walimwengu. Naongea na walimwengu. Hakuna faida ya kung'ang'ania katika dini yako eti kwa vile tu inakupa usalama, nina watu wangu na nini. Okay, baki kwenye dini yako, lakini roho ni wokovu uko moyoni. Unaweza kaamua na ukaona vile unaweza kaamua unaweza kuokolewa unaitwa jina la Kiislamu. Kuokoka. Katika mazingira fulani. Mfano anaweza katokea labda ni mwanamke wa Kiislamu ameolewa na Muislamu. Akajikuta amepokea injili mfano au hata mwanaume kinyume chake, lakini sana mwanamke kwa sababu atakuwa anafuata mamlaka ya mume wake. Mungu anamwambia kwamba lazima ukishaolewa unadumu kwenye ile ndoa. Huwezi kuachana naye, lakini naye hataki uwe Mkristo. Unaweza ukabaki na jina lako ni Amina, ni Aziza, ni nani, lakini moyoni ukarikiri jina la Yesu Kristo. Amen. Karikiri jina la Yesu Kristo na bado ukoona unamtimu wewe katika mambo yako ya dini yenu. Lakini unamwamini Yesu Kristo. Kama alivyokuwa Esther mke wa mfalme Ahasuero. Alikuwa kwenye ufalme wa waovu, lakini alikuwa anamtumikia Bwana vizuri na mjomba wake Mordekai. Tena mstari ule wa 6. Lakini natumai kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa. Anasema mimi nawataka mjijaribu, msiwe kama watu waliokataliwa. Na ninaamini kwamba kama mnaofahamu mtajua kwamba sisi ni, kwa sababu watu walikuwa wanakuambia Paulo huyu sio mtume. Ujumbe na tupusi wa Kristo. Wao anasema ninaamini katika kule kujitafakari, katika kule kujipima kwenu, katika kule kukamilika kwenu, mtakuwa na uwezo wa kung'amua kwamba sisi ni watumishi wa kweli wa Kristo. Amen. Kwa sababu vile unajua kuna kamsemo kwa Kiswahili naomba nikatumie japo akakuwa hakakustahili. Kuna Kiswahili kanasema Waswahili wa Pemba wanajuana kwa vilemba, si ndio? Ni methali.
watu waliookoka wanatakiwa wajuane kwamba kweli wameokoka. Hata kama muishi pamoja ukasikia tu anavyoongea, zao la kinywa chake kinatosha kukuambia kwamba huyu mtu ameokolewa. Na huwezi mimi Biblia iko wazi, ukitaka kupima kama mtu kaokolewa na muamini Yesu Kristo, hupimi matendo yake. Matendo hayatoshi kwa sababu mwili hauokoki. Na ndio sababu mwili ukikosea unapigwa hata kwa mtu aliyeokolewa. Anayeokoka ni mtu mpya wa ndani anayezaliwa ndani. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Mwili hauwezi kuzaliwa upya. Umezaliwa na mwili ule ule na ni mwanadamu, ni mkosaji. Amen. Lakini je, tuishi katika ukosaji? Hapana. Lazima tukate dhambi kile tutapolewa. Lakini je, itaisha? Hapana. Ni kama mtu anapooga. Huwezi kuniambia kwamba nataka nioge kabisa nimalize uchafu wote, utaendelea kuwepo. Utaendelea kuwepo. Lakini huwezi kulinganisha mtu anayeoga na mtu asiyeoga. Mungu anataka tu watu wanaoga kila siku, hata kama kuna uchafu kidogo utabaki hapa na pale, lakini tutakuwa tuna uwezo wa kumkaribia Mungu kwa sababu kiwango chetu cha takataka sio kikubwa. Huo ndio mwili wa mtu wa Bwana, mtu wa Kristo. Mtone mstari wao tumeona sehemu ya kwanza hiyo mstari ya 6 ya kwanza kwa habari ya kujipima, kujitafakari, kujijaribu na kukamilika au kuanza upya. Hoja ya pili inaanzia mstari wa 7 mpaka mwisho inayosema kukufuatilia ni kukujenga. Tunapohubiri wakati mwingine injili kawa na makali fulani, sio kwa lengo la kubomoa, sio lengo kwanza mtu kwanza kubomoka ndio unayehubiri, kwa sababu huwezi kuhubiri kitu ambacho hakimo kwenye moyo wako. Lengo ni kutukamilisha, sio kutubomoa. Lengo ni kutujenga. Ndicho nataka kusema. Tuanze mstari ule wa 7 anasema, nasi twamomba Mungu msifanye lolote lililo baya, si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa, lakini ninyi mfanye lililo jema, tujapokuwa sisi tu kama waliokataliwa. Anasema sisi lengo letu ni ninyi mkamilike, haijalishi hali yetu sisi. Kama tukibaki kwenye umaskini wetu, kama tukibaki labda hatuna utukufu, lakini kama mmekamilika, mkamlingana yule aliyewaita Kristo, hiyo ndio furaha yetu. Ndicho anachoambia. Ambayo inaenda na kichwa kinachosema kidogo, kinachosema tunapowafuatilia watu, unaona kwamba lengo lao ni hao watu, sio yeye. Anasema hata kama tutaonekana kama tumekataliwa, lakini ninyi mkamilika, sisi tumeridhika. Ngombe ndicho Mkristo wa kweli, mhubiri wa kweli anachotamani. Watu waliokamilika, haijalishi wanampenda, haijalishi wanamtii, haijalishi lakini leo mtu anataka watu hata kama hawajakamilika namna gani, mradi wamuinue juu, akipita ikiwezekana wambebe juu, basi anaona ametimiza malengo. Hapana, mimi hata kama msiponisalimia, hata mimi kwenye grupu, mimi nakwambia wewe unayetufuatilia, natumaga mahubiri kwa njia nyingi mtandaoni. Hata kama hutaniambia, hata kama usipoweka like, hata usiponiambia barikiwa nini, songa mbele na nini, lakini kama ukikamilika huko uliko kimya kimya, ndio furaha yangu. Amen. Ndicho anachosema Paulo. Mstari wa 8 anasema, maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Anasema ukishakuwa mtumishi wa Kristo, huwezi kupingana na injili. Sana utakuwa unaendana nayo, utakuwa unaikamilisha, utakuwa unashindana nayo. Wewe leo hii kuna wahubiri wengi kabisa wanaohubiri, ukiwaona kwa nje unaona ni wazuri. Hapa kina Makasege. Ukimwona kwa nje unaona anahubiri sawa sana injili, lakini anaipinga injili. Anaipinga injili. Anachukua mstari, anaanza kufundisha kinyume. Yaani kama kukupotosha. Sasa kwa sababu anakuzidi ufahamu, unaingia kingi. Na kipimo ni kwamba kuna mtu ambaye ana wafuasi rukuki, wanaomkubali wengi, haraka sana shtuka. Anasema hapana, okay. Hapana. Sisi tumesema tukarudia tukasema. Kristo hatujawahi kuambia kwamba hatutafuti chochote, hatutafuti utukufu, hatutafuti pesa zako, hatutafuti
chochote chako tunatafuta wokovu wako na kweli yako ili kusudi. Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 anasema mimi baada ya kumaliza nimekaa hapa Efeso, baada ya kumaliza nikiondoka, anasema wataingia mbwa mwitu, watalishambulia kundi wala hawata achilia hata mmoja. Kuna mbwa mwitu anataka aipasue nafsi yako, aipasue roho yako. Na sio kukuua ukafa, hapana, wote tutakufa. Ni kule kukupotosha kutoka katika kweli ya Kristo. Ni kama vile Paulo anapouliza Wagalatia, anasema nyinyi Wagalatia, hivi mmerogwa au mmekuaje? Ni nani aliyewaroga Wagalatia? Mmepotokaje? Anasema ninashangaa mmepotea muda mfupi. Yaani nimetoka kidogo Galatia kurudi na kuta tayari imani imeondoka. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanawafundisha kinyume nyume. Amen. Na mtu anayefundisha kinyume nyume huwezi kumjua. Viashiria vichache ndio hivyo. Anakubalika na dunia kiasi gani. Yaani hiyo inaweza kawa ndio kipimo kikubwa sana cha kumjua nabii wa kweli. Nabii sauti Yohana Mbatizaji alikuwa anaitwa nini? Sauti inayolia nyikani, si ndio? Sauti ya nyikani ni kundi linalofuatiliwa na watu wengi hilo. Ni mtu mmoja tu yuko nyikani ni kama amekataliwa. Mwambie sisi ni sauti iliyo nyikani. Sisi ni sauti iliyo nyikani. Kwa hiyo Paulo anaambia huwezi ukafanya kitu chochote kinyume na kweli isipokuwa ni kwa ajili ya kweli. Mstari wa 9 anasema maana twafurahi iwapo sisi tu dhaifu ninyi mmekuwa hodari, tena twaomba hilo nalo kutimilika kwenu kutimilika kwenu. Anasema twafurahi iwapo sisi tu dhaifu. Anamaanisha gani? Kwa sisi haijalishi tumefanikisha maisha yetu yameenda vizuri vibaya, tumepokelewa, tumesifiwa, tumetukuzwa. Hicho sio cha msingi kwetu wala sio sehemu ya malengo yetu. Anasema kikubwa ni ninyi mkamilike. Kwa gharama yoyote ile tuko tayari kuilipa. Nakwambie Yohana Mbatizaji alisema katika kitabu cha Yohana mwinjili Yohana 3:29 anasema hivi. Anasema furaha yangu ni Kristo aongezeke, mimi nipungue. Yaani maadamu injili inaenea na watu wanaokoka wanamjua Kristo, hata kama ikinilazimu mimi hatimaye salikufa. Hata kurudi nyuma, sio kurudi nyuma kwa maana ya kupotoka, hapana, lakini kupungua na nikapotea nisijulikane kabisa, lakini injili haina tofauti na mbegu ambayo inakufa ili kusudi ioze zizaliwe mbegu nyingi nyingine. Paulo anasema mimi niko tayari kuwa mbegu ambayo ikiangwa kwenye udongo inaoza, ikioza inazaa mbegu nyingine. Inazaa mbegu nyingine nyingi. Kwa hiyo mbegu inapoteza uhai wake ili kusudi mbegu nyingi zaidi ziupate uhai wake. Kwa kwa nyingine mhubiri wa kweli yuko tayari akataliwe, apoteze umaarufu, wakati mwingine achukiwa, atengwe, afanye nini, lakini kweli julikane. Amen. Ndio ujumbe unaotoka. Amen. Mstari wa 10 anasema kwa sababu hiyo naandika haya nisipokuwapo, ili nikiwapo nisitumie ukali kwa kadiri ya uwezo ule niliopewa na Bwana kwa kujenga wala si kwa kubomoa. Anasema nimeona nitangulize. Wakati mwingine unajua wakati tunahubiri kitabu mwanzoni ilikuwa mlango wa 2 nakumbuka zamani kidogo. Kitabu hiki cha Wakorintho wa 2. Tunaona kichwa kimoja kilikuwa anasema usiwahuzunishe wale wanaokupa faraja.
mhubiri wa kweli, watu wanaompa faraja ni wale waliohubiria, especially akiwaona wanakuwa katika kweli. Lakini vile vile wakikutana wakafanya ushirika wakafurahi. Sasa Paulo anatoka huko aliko, anakuja kutokeza Korinto, kanisa moja kubwa, anafika pale kitu cha kwanza wanaanza kugombana na kuparuana. Anasema itanishusha sana, itaniumiza moyo. Anasema ninaomba Mungu asije akanidhiri kwa kukutana na hali kama hiyo. Yaani ni kama ukutane na mtoto wako mjaonana miaka 2-3, mnakutana kwa kugombana badala ya kukutana kwa kumisiana na kufurahiana. Anasema ninaona nitangulize haraka ili kusudi watengeneze, nitakapokuja nisije nikaanza tena kugombana na ninyi na sitawaacha kwa sababu nataka mkamilike. Lengo sio urafiki, lengo ni ukamilifu. Amen. Lakini ikiwa mkibahatika mkapata ukamilifu ndani ya urafiki bora, nani kwa pamoja na nani? Na hii ndio lengo langu mimi. Ninatamani ni tupate ukamilifu katika Kristo, lakini vile vile tuenze kutunza urafiki wetu. Na ushirika wetu. Sasa kuna watu wengine wako tayari ushirika ukae pembeni, urafiki maamini ukamilifu na kweli vifichwe ili kusudi tu waweze kuwa na ushirika mzuri. Hiyo ni mbaya. Cha kwanza ni kweli ya Kristo. Amen. Alafu ungebahatika kuipata ndani ya urafiki na upendo, bora zaidi. Amen. Na Mungu amani anatujalia. Mstari wa 11 nitausoma mpaka wa 13 kwa pamoja. Anasema ni salamu za kuaga na kukamilika. Anasema hatimaye ndugu zangu, mstari wa 11, kwaherini. Mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu takatifu, watakatifu wote wanawasalimu. Ni kama unaona ujumbe tunaopata hapa kwenye misali, kama unajua kila kitu kina jumbe. Kila neno lina jumbe. Unaona kwamba huku nyuma alikuwa kama vile anapingana na hawa watu, anawaambia nyinyi jamani mjipime, aidha mmekata ninyi ni mareprobate, muwe makini. Hamkuwa mfanye nini? Lakini anamaliza kwa upendo. Kwa lugha nyingine tunaweza kujifunza, unapokutana na ndugu yako, unakutana na mmeo, na mkeo, mnaweza mkazodoana kwa maneno hapa, lakini isiwazuie kuendelea kuwa wamoja. Anasema mkamilike, mthibitike, salimianeni kwa busu takatifu. Ndugu wa huku nao wanawasalimu. Upendo wetu uendelee, lakini kweli ya Kristo ni muhimu zaidi. Amen. Na niko pamoja na mimi. Na hii tujifunze huu ujumbe, tuondoke nao kwamba hasa ninyi ndugu, labda ni wanandoa watarajio, labda ni wanandoa wachanga, labda ni wanandoa kamili wa siku nyingi, mnahangaika na kuvutana na kugombana, mnatoka muda wote hamna uwezo wa kuongea mpaka ipite siku 2-3 ndio kidogo msahau. Hapana. Vutaneni hapa na pale, tofautieni hapa na pale, na zile tofauti zinatakiwa zikae zinapungua baada ya muda. Bila watu wanasema kwamba watu wawili wanaweza wana huyu ni mweupe huyu mweusi, baadaye wakajikuta wanafanana rangi. So wanakaa pamoja muda mrefu. Kwa hiyo Paulo anaongea na watu hawa wa Korinto. Wanatofautiana na nini lakini wanamaliza kwa maneno ya upendo, wanamaliza kwa maana siku akikutana nao wataanzia walikomalizia, wataanzia katika upendo, hawataanzia katika mvutano. Amen. Kwa hiyo ujumbe tunaopata ni huo kwamba vile vile kutofautiana hapa na pale sio kosa. Sio kosa. Kwani muda wote Yesu alikuwa hakutofautiana na akina Petro? Walitofautiana. Mpaka sehemu fulani akina Petro anamshauri akasema rudi nyuma shetani. Lakini je, ilileta chuki katikati yao? Hapana. Je, Yesu alipomuuliza Petro akasema wanipenda, akamuuliza mara 3 mpaka Petro akachukia. Je, waliondoka wakiwa wamegombana? Hapana. Tujifunze. Labda mtu ni mwenza wako, labda ni mtu anakuuliza hiki. Tuwe tayari kujibu vizuri na kujua kwamba lengo ni kujenga, sio kubomoa. Sio kubomoa. Na tukimjua Kristo, hakuna nitakalo tushinda katika yote haya. Hem tumalizie mstari ule wa 14 anasema.
Sema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nanyi. Kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye mstari, lakini kikubwa kabisa na nitasisitiza hiki kimoja kikubwa. Ni habari za nini? Za Utatu Mtakatifu. Leo hii kuna shida sana kwenye dini za dunia. Wanakuambia Mungu ni mmoja. Ukishasema Mungu hana mwana. Mungu hana hata roho si. Lakini unaona kwamba Yesu mwenyewe alipokuwa anamaliza anasema nendeni ulimwenguni mkabatize watu kwa jina la Baba na la malaika na la Maria na la ndio alichosema. Hapana, anasema kwa jina la Mungu katika nafsi zake tatu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na hapa Paulo anamaliza anasema ushirika wetu, kazi yetu iko katika hii neema ya Bwana wetu Yesu Kristo yupo pamoja naye. Na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo, Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Hii ni doctrine, fundisho linaloleta shida sana dunia. Kuna dini hapa nyingi za dunia hapa unakuta wao kwa mfano niwahi kufundisha habari za dini inaitwa dini ya watu wanaitwaje wale. Church of Christ, jina la kanisa la Kristo. Huwezi kutaja Roho Mtakatifu. Lakini vivyo kwenye makanisa ya kirokore, yani wao ni Roho Mtakatifu, vitu vingine vyote. Yani uongo wote wanapitisha kwenye Roho Mtakatifu. Ndoto uongo Roho Mtakatifu. Kupunga pepo ni Roho Mtakatifu kawaambia. Chochote kile Roho Mtakatifu. Kana kwamba ndiye Mungu pekee. Nikwambie, mnaweza kuniambia kwamba hapa tunapohubiri ni nafsi ipi ya Mungu ambayo tumeipa nafasi kuliko nyingine? Zote, si ndio? Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, Yesu Kristo, Jehova Baba. Ndio sababu hata katika kuomba kwetu na kama Paulo anavyomaliza katika nafsi zote tatu za Mungu, sio kusema kwamba usipozitaja zote tatu basi utakuwa umekosea hata siku moja, ila tunapozitaja tunathibitisha imani yetu. Amen. Tunathibitisha imani yetu. Mfano kuna dini moja wanaita Jehovah's Witness, mashahidi wa Yehova, jumba la ufalme wanajiita. Sio ufalme wa kuzimu ule. Jina la Yesu halimo ndani yake. Wanakuambia Yesu ni mtume fulani. Sasa wewe Yesu, neno la Mungu linasema mimi ni Mungu, mimi ni Bwana. Anasema katika Isaya, anasema utukufu ni Isaya 48 nafikiri. Anasema utukufu wangu siwezi nikampa mwingine. Je, Yesu angeweza kusema kama anavyosema Paulo nafsi zote tatu? Anasema kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana. Angeweza kuingiza kiumbe kingine ambacho sio Mungu kwenye ule ubatizo? Haiwezekani. Kwa sababu alishakiri kwamba utukufu wake hawezi kaugawanya. Lakini leo watu wanaomba kwa Maria. Wanaomba kwa nani? Wanaomba kwa mtakatifu. Huko ndio ushirikina. Ushirikina ni kushirikisha visivyo husika. Ushiriki. Shirikina ndio kumweka shetani aweze kukupa ulinzi, kufanya chochote kile, ndio washirikina. Kumshirikisha Mungu na vitu vingine. Lakini nafsi zote tatu za Mungu ni Mungu mmoja. Pendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu. Wanasema neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, vyote vitatu. Basi kwa neema ya Mungu tutakuwa tumeshapa na tutakuwa tumeza kitabu hiki cha Wakorintho wa pili. Ilikuwa ni furaha sana kusoma hiki kitabu na nyinyi wote mtakubaliana na mimi kwamba kilikuwa kitabu kizuri kilichotufundisha sana. Na tutapokutana kwa neema ya Mungu tutaanza kitabu kingine, hakuna kupumzika. Tutaenda kwenye vitabu vya Petro wa kwanza na Petro wa pili. Mungu awabariki sana na hongereni kwa kuhitimu neno la Mungu siku ya leo katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Amen.